Basi pia jioni ya leo nataka niwapatie ujumbe huu, unaweza wasaidia wawili watatu wanaopata madhara haya: kuibiwa katika maduka na kuibiwa kwa magari. Hii recipe ambayo naiweka hapa ni kwa sababu ya watu kufanya ulinzi wa kuibiwa kwa magari na pia kuibiwa kwa duka, na pia kwa kukulinda na mambo ya ajali, mikosi ambao magari barabarani, watu wa kila aina wanaendesha magari. Mtu mwingine alinigonga nyuma. Baada ya kunigonga, akatoka ndani ya gari akapiga magoti kwa barabara, akisema akili yangu ilikuwa inafikiria niko na stress na nini. Watu wanaendesha magari kwa barabara wakiwa na matatizo mengi, na unaweza stukia matatizo yamekupata. Mtu mmoja alinigonga nyuma, lakini haikuumia. Akatoka mwenyewe na akapiga magoti akiomba msamaha. Alikuwa na gari kubwa V8. Unaona, mtu anaendesha V8 mpya mzuri sana ya kisasa, lakini ana mambo yanamsumbua. Shukuru Mungu wewe ambao una chochote na unalala, lakini usiridhike na hiyo ati kwa sababu mimi nina amani sina chochote. Si kwamba watu wote wanaoendesha magari makubwa wana matatizo. Kama vile tu wewe una matatizo yanayokusumbua, kila mtu anayo yake, na hayakuji kwa sababu tu ya magari. Japokuwa maandiko yanasema walio na mali nyingi sana wana matatizo mengi, kwa sababu hawana amani kwa sababu ya mali zao. Kila mtu akilala afikiria vile itaenda. Sasa siko hapo, niko katika hali ya kupeana recipe hii. Itakusaidia kwa mambo ya ulinzi. Watu wengine wamenipigia toka Uganda, wameibiwa gari. Mtu apigia kutoka Nanyuki, kutoka Kiambu, gari yake Mbomole imeibiwa side mirror, imeondolewa mataa ya nyuma, imeondolewa mataa ya mbele. Yaani kuna vituko ambavyo watu wafaa. Wengine magari kabisa inaibiwa. Sasa unaweza tumia hii mbinu ukajilinda na hayo. Tafuta ponde mzima, yani pilipili ya alligator ile nzima. Jambo hapo, tafuta cat eye, mbegu za paka, ile macho ya paka, mbegu 21. Alafu ufungua alligator pepe kule nyuma, ipatie heshima. Ukishaifungua usitoe mbegu yoyote ndani. Sasa chukua mbegu 21 za macho ya paka, sindilia ndani ya hiyo alligator, pilipili ya alligator. Alafu jambo la tatu, tafuta chameleon, yani ile chameleon kwa Kiswahili mnahitaji ule mdudu anatembeanga hivi, chameleon. Sasa vile mnamjua, anajigeuza anajigeuza. Sasa huyo chameleon unamchukua, unatoa vipande vitatu vya hiyo chameleon. Mguu wa nyuma wa kushoto, mguu wa kushoto ndio unachukua, na mguu wa kulia wa mbele. Chameleon iko na miguu minne, si ndio? Iko na miguu minne. Sasa utachukua mguu wa kushoto wa nyuma na mguu wa kulia wa mbele na mkia wake. Hizo sehemu tatu ndio utakata. Pia fungia pamoja katika hiyo pilipili ya alligator. Chameleon inaweza kuwa ni ile imekufa, imekauka, ama ile nzima. Yote ile utawezeshwa kufanya, ndio utafanya hivyo. Alafu jambo ya tatu, tafuta kitambaa cheusi. Sasa hiyo kitambaa cheusi ndio utaweka ndani hizo vitu, alafu ukunje, ufunge kabisa. Unaona vile watu wanafunga vituko ambao watu wanapatanga irizi na mjui ni kitu ya nini. Sasa ukishamaliza kufanya hivyo, utaiombea kwa siku 7 ukiisomea Zaburi 91. Kila siku asubuhi unaichukua, unaomba nayo, unaisomea Zaburi 91 kwa sauti. Ukimaliza unaomba maombi ya moyo wako. Kama unaenda kuiweka kwa mambo ya gari, ulinzi wa gari, utaomba kuelekea hiyo. Kama ni mambo ya biashara yako,
kwa duka yako, utaomba kuelekea hiyo. So utaomba hivyo kila siku kwa siku 7. Ukishamaliza kuexpose hiyo mbele za Mungu, itakuwa iko katika anga ya Mungu, machoni pa Bwana ndio umeiweka. Sio mapepo, sio majini, sio mashetani. Vitu ambavyo umeweka hapo vimeumbwa na Mungu. Maarifa ya kuvitengeneza hivyo vikiunganishwa na kuvitumia hivyo ni Mungu unaomba, ili kwamba Bwana atumie kama point of contact kukusaidia. Ukimaliza, imani bila matendo imekufa. Unachukua hiyo vitu ambavyo umetengeneza, kifiche ndani mahali fulani kwa gari, ndani mahali fulani ambapo pasiri, au uweke ndani ya duka mahali fulani pasiri. Sasa unazigianga ati tengeneza kinga. Sasa hiyo ni moja hapo ya kinga. Si uchawi, ni kujikinga mwanangu. Nyumba za makanisa tunapiga magoti na madhabahu zenye kubwa, watu wanaomba, wanaponya watu, lakini tunaweka milango na kuweka vifuli. Usidanganyike. Tunahubiri tukiwa wahubiri wakubwa, tunahubiri tukitoka, tukitembea mapolisi wanatufuata. Vijana wengi wamefuata, watu wanaitwa protocol. Wengine hao ma security iko tight, uweze muona. Security iko tight, uweze mfikia. Unaona vitu kama hizo. Lakini ana Mungu, anaamini ana Mungu, anatoka kuhubiri. Nikifundisha kitu kama hiyo ushirikina, Yesu ametosha. Na wale wanasema Yesu ametosha, wakishuka kwa madhabahu wako na walinzi hapo nje. Wako na walinzi. Makanisa yao yenye wanahubiri wameweka vifuli, wameweka milango, na wanaandika maaskari na mabunduki hata wengine kulinda hiyo makanisa. Lakini wanaamini Mungu yuko hapa, na hiyo ni kitu ya Mungu. Nikikuonesha hivi wanasema wewe wacha tu, wewe tembea tu hivyo, maombi imetosha, Yesu ametosha. Uongo mtupu. Chochote mfanyacho kwa maneno au kwa matendo, fanyeni katika jina la Yesu. Wewe kama ni Mkristo, omba mbele za Bwana ukiwa umeishika. Ni maarifa nimekupatia kuunganisha hii na hii na hii. Ukiombea hivi itafanya hii na hii. Sasa wewe ndio uweke mahali. Watu wanaendesha magari wakikonfusiwa, watu wako na matatizo mengi. Mungu atakulinda na waizi, majambazi, wale watu ambao wanaingia kwa gari wakisema toka, wanakushikia bunduki. Weka ndani ya gari. Mtu anakuja kung'oa side mirror, wacha akaukia hapo. Mtu anakuja kung'oa windscreen yako, anakuja kuenforce bomoa, kuiba vitu ndani, abaki hapo. Weka hiyo ndani, abaki hapo. Unaweza tengeneza mwenyewe. Na kama ujui, nitafute, nitakutengenezea vizuri. Lakini uwe tayari kunilipa. Nitakutengenezea vizuri na uwe tayari kunilipa. Mambo ya kuniambia fanya tu, itakapokuwa nitakushukuru. Mimi sitaki watu wa kunishukuru, nataka watu wa kunilipa kazi yangu. Shukurani hizo ungenishukuru hata kabla sijafanya chochote. Unashukuru, nasema mtu wa Mungu, nimekutumia 2,000 hapa, kwa sababu naona unafanya kazi mzuri. Mtu wa Mungu, kunywa maji hapa. Ukitaka mimi nakutengenezea mwenyewe, lakini unalipia. Sawa bwana? Hiyo ndio kazi. Asante, Mungu awabariki. Nenda ufanye hivyo. Hii elimu nimekupa bure, usiilipie, ni bure. Nenda ukafanya hivyo upate kibali. Mungu akutetea, akuepushe na hao watu. Majangili wengi sana wakora. Asante.